Kwanza kimsingi huo mkutano unahusu wanachama na wanachama wa klabu ya Simba wapo, lakini mkutano huu kama nilivyosema ni muhimu sana kwa sababu kwanza unakwenda kujadili masuala ya budget itakayotumika kwa mwaka mzima ambao wanachama wanaidhinisha baada ya kuletewa na bodi. Lakini ni mkutano ambao unaweza ukarekebisha mapungufu ya katiba kwenye maeneo yoyote ambao wanachama wanaona kuna haja ya kurekebisha. Kwa ni mkutano muhimu sana ambao wanachama maana yake ni lazima sasa waanze kulipia kadi zao wawe hai ili wapate haki ya kuja kushiriki huo mkutano. Lakini ni mkutano ambao baada ya kuwa umetangazwa unahitaji mwanachama yoyote ambaye anaona labda katiba yetu ina mapungufu fulani basi ni wakati wa kuwakilisha dondoo zake hizo na kukabidhi kwa secretariat kwa ajili ya kuja kujadiliwa katika mkutano mkuu wa chama. Ni mkutano huu lakini taratibu lazima uwasilishe kwenye secretariat kwa maana ya siku 21 kabla mkutano mkuu. Kwa hiyo ni mkutano muhimu sana kuwa wana Simba watambue kuwa huu mkutano ni mkutano ambao unaijenga Simba, na mikutano kama hii ndio imefanya Simba iendelee kuwa na hadhi na nguvu na uwepo wake na tija na kadhalika, kwa sababu kila mwaka unafanyika. Lakini ili tija hiyo ipatikane ni lazima wanachama kujitambua na kuifanyia kazi huu mkutano, kwa maana yale ambayo yanahitajika kufanyika kabla ya mkutano wayafanye, kwa maana aidha kupeleka dondoo mbalimbali za marekebisho ya katiba kama wanaona kuna sehemu ambayo inatakiwa kurekebishwe, na vile vile labda kupeleka dondoo za kushinikiza na kukumbusha uongozi kwa maana ya kutoa usajili wa wanachama, kwa sababu uhai wa chama chochote ni wanachama na katiba inataka wanachama wasajiliwe bila kikomo, jambo ambalo lilikuwa limesuasua. Kwa hiyo hizo ni hoja ambazo wanachama wanaweza kwenda kukazia ndani ya mkutano mkuu kushinikiza bodi watoe kadi za wanachama. Ndio maana nikasema mkutano muhimu sana. Wewe uko ndani pia kwenye klabu ya Simba. Hadi kufikia hivi sasa Simba ina wanachama wangapi ambao wanatambulika na klabu hiyo? Kwa namna wanachama wako namba ndogo. Kwa sasa namba ndogo. Napozungumzia namba ndogo kwa maana klabu imekaa muda mrefu bila kusajili wanachama. Kwa hiyo namba ndogo kwa sababu wanachama wengi wanaohitaji kusajiliwa wako kwenye sifa za mashabiki. Kwa hiyo Simba mpaka sasa hivi inaweza ikawa na mashabiki kama 500 hivi waliosajiliwa ambao wanatakiwa wabadilishwe wewe wanachama. Sasa swala la kuingiza wanachama bado, lakini kwa tangazo la mwenyekiti ambalo wa klabu ya Simba upande wa wanachama Murtaza Mangungu katika vikao vya ndani baina ya uongozi wa bodi na watawi, manake aligusia jambo hilo kwa kusema huu mwezi wa 11 kadi zitaanza kutoka. Lakini kuna haja kwa sababu ni jambo lenye afya kwa mustakabali wa klabu, kwa sababu mlinzi wa klabu na mrithi wa klabu ni mwanachama. Na ndio maana hii klabu toka mwaka 36 huko ipo mpaka leo, lakini ukipiga hesabu maana yake inazidi ya miaka 90, lakini klabu ipo kwa sababu urithi na ulinzi ni wa mkono kwa mkono, kwa maana uwepo wa wanachama muda wote. Kwa hili nafikiri nalo tutaenda kulikumbusha katika mkutano mkuu kuwa kadi zianze kutoka, kwa sababu kwanza ni tako la katiba, sio tako la mtu. Kuna taarifa kwamba huenda mnasubiri mchakato ukamiliki wa uwekezaji ndo kadi zianze kutolewa. Hazihusiani na wanachama. Yani uwekezaji ukamilifu wake hauhusiani na uwepo wa wanachama. Wanachama ni kitu kingine na uwekezaji ni kitu kingine. Unapozungumzia uwekezaji unazungumzia ni nguvu ya fedha kupitia mwekezaji kuja kuongeza mtaji. Sasa lakini unapozungumzia wanachama nao ni nguvu nyingine hii. Hii ni fedha juu. Kwa mfano kama Simba sasa hivi inaamua kusajili wanachama ambao wengi wanahitaji na sisi kama viongozi wa mataifa tunasumbuliwa. Ikiingiza wanachama 500 mara 1030 mathalan. Wewe unafikiri na kiasi gani cha pesa? Sasa kama mwekezaji huenda anatia ugumu kwamba hadi nikabidhiwe timu ndio nianze mchakato huu kwa ajili ya kuratibu hili, hauoni kama pia kutakuwa na shida upande wa mwenyekiti kusiwe na nguvu zaidi? Na haiwezekani kama hivyo, kwa sababu kwanza mwekezaji kama anafanya hayo kwanza hana nguvu ya kisheria, kwa sababu yeye ni 49 na 51 ni wanachama, na 51 yeye ndio anajibeba na kujiongoza na kujiamulia mambo yake. Kwa hiyo kama atakuwa anafanya hayo maana yake atakuwa anafanya ukiritimba nje ya mambo ya afya kwa klabu, kwa sababu bila hata kama klabu ipo na wanachama yeye angekuta klabu gani yana wawekezaji. Kwa hiyo wanachama ni muhimu sana. Hata uwekezaji huu mdogo huu kwa sababu kuna uwekezaji wa kama hivyo tunavyozungumza wa moja kwa moja, lakini kuna uwekezaji mdogo wa kimkataba. Kwa mfano hii kina Jeruti, kina Betway, hawa nao ni wawekezaji wa muda mfupi, lakini wanafuata Simba wanachama, idadi ya wanachama wingi wao. Hawa ndio wananunua jezi, wanacheza kamari na kadhalika. Sasa tangu uwekezaji wake miaka 8 aanze mchakato huo, na nakumbuka nadhani
wanachama wa Simba ni muda mrefu kadi haijatolewa. Unadhani shida iko wapi? Kwa sababu mwenyekiti kama ana mandate sangechukua jukumu hilo mapema. Nafikiri hilo jambo ambalo unalizungumza ndo katika maneno yangu ya kwanza nilivyozungumza kuwa katika mkutano mkuu wa kawaida. Mkutano mkuu wa kawaida ni muhimu sana kwa sababu unakwenda kujadili na kukumbushana masuala ya msingi kwa mujibu wa katiba ya Simba iliyojiendesha na kujisimamia. Kwa ndio maana ukasema ni wakati katika mkutano ikiwezekana kwenda kukumbushia ama kushinikiza. Naona yote yanawezekana kwa sababu takwa la katiba linatakiwa lisimamiwe na litekelezwe. Ndani ya mkutano mkuu kukumbusha bodi maana yake kwenda kutoa kadi, na inawezekana tukawaambia mtu hakikishia hapa baada ya mkutano huu kadi zinatoka mara moja. Hayo yote yanawezekana ndani ya mkutano kwa sababu ndio mkutano ni maamuzi. Nakumbuka pia kulikuwa na tangazo la kumpata mkurugenzi wa wanachama. Hivi si lilikuwa hapo tangazo? Tangazo lilikuwepo na usaili ulifanyika. Na ndio maana nasema haya yote masuala ya matakwa ya katiba. Kwa sababu katiba inatambua mkurugenzi wa wanachama na mashabiki. Kwa hiyo ndio maana nasema huu mkutano ni muhimu sana wa kawaida. Kwenda kukumbushana mambo mbalimbali ambayo yanapaswa kufanyika kwa mujibu wa katiba. Yameishia wapi, utekelezaji wake uko vipi? Usaili ulifanyika lakini hakupatikana mtu. Usaili unapofanyika maana yake unapofika mpaka mwisho maana yake miongoni mwao kuna aliyopatikana ambaye anasubiri kupewa ajira. Sasa ajira anapewa lini? Sasa hiyo ni jambo ambalo liko katika bodi. Naona sasa sisi kama wanachama jukumu letu ni kwenda kukumbusha tu. Kuna jambo la mkurugenzi wa wanachama na mashabiki ambaye kwa mujibu wa katiba majukumu yake ni 1 2 3. Limefikia wapi ambalo linakwama na ni jambo la katiba. Kwa sababu jambo la katiba siku zote linahitaji utekelezaji tu. Okay, sawa. Lipi neno lako kwa wana Simba kuelekea kwenye huo mkutano sasa? Mimi kwanza neno langu wana Simba walipe ada zao za wanachama kwa sababu ndio sharti la kwanza la kuwapa uhalali wa kuhudhuria mkutano. Lakini la pili wajitambue na kutambua katiba na majukumu yao na yale ambao wanapaswa kukumbusha bodi, kuishauri bodi ndani ya mkutano mkuu. Na hilo ni jambo muhimu sana. Wasiende tu kwa maana ni wanachama ambao wanakwenda kusubiria kuchekeshwa ama kufurahishwa. Hapana. Kufurahishana kupo, kuchekeshana kupo kwa sababu binadamu kaumbwa kucheka na kufurahi, lakini masuala ya msingi wayajue ni mambo gani ambayo tunakwenda kuishauri bodi, ni mambo gani ambayo tunakwenda kuyasimamia ambayo yanahitaji yametajwa na katiba yafanywe kazi. Naona lakini pia inawezekana katiba yetu bado ina mapungufu kwa sababu katiba sio msahafu. Na kama unakumbuka hata marekebisho ya kwanza tuliyofanya bado kuna mapendekezo mengi ya wanachama hayakuingizwa, walibaki nje. Kwa hiyo inawezekana huu nao ni wakati wa mwanachama kukumbushia hoja zake, mapendekezo yake ambayo hayakufanywa kazi katika mkutano uliopita, kwa sababu katiba inasema kila mkutano mkuu wa kawaida una fursa ya kurekebisha katiba na hivi na vile. Kwa hiyo ni lazima wanachama wajitambue na watimize wajibu wao. Okay. Na hivi kadi za wanachama kwa mara ya mwisho Simba zitolewa mwaka gani kama unakumbukumbu? Kadi nafikiri kadi ya mwisho nafikiri itakuwa ni 18 19 kitu kama hicho. Utawala wa Salim Chage. Okay, sawa. Basi ni kushukuru sana. Shukrani sana. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.